Bwana Kefa Chengula, mambo vipi bwana? Bwana sasa habari ya uzima. Njema, mambo yanaenda? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanaenda vizuri. Japo sio kama mwanzo lakini tunamshukuru Mungu, mambo yako safi. Bwana, uwanja umeshapangwa CCM Kirumba, mchezo wenu dhidi ya Azam FC na Simba wao jijini Arusha dhidi ya Coastal Union. Kuelekea michezo ya nusu finali kufuzu kuelekea finali. Unazungumzaje michezo hiyo? Nini kitatokea? Nimeiona, lakini nipende kuchukua nafasi hii kuwapongeza bodi somebody kama ni TFF au bodi ya ligi kwa kupanga hiyo tarehe, lakini nimeiona mechi yetu ni tarehe 21, mechi ya Simba ni tarehe 20. Lakini ukiangalia mechi ya Azam na Yanga, naweza nikasema hiyo ndo finali yenyewe, kwa sababu nafikiri atakaye kuwa ameshinda baina ya Azam au Yanga au wawili mmoja akishinda, mimi nakuhakikishia ndio atakuwa mbingwa wa CRDB Cup, kwa sababu ukiangalia uwezo wa Azam, ukiangalia uwezo wa Yanga, wanaonyesha kabisa ni timu ambazo ni shindani. Na ukiangalia kwa hivi karibuni kidogo Azam amekuwa akipata matokeo dhidi ya Simba na Yanga amekuwa akipata matokeo dhidi ya Simba. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kwamba atakayeshinda huo mchezo yoyote kati ya Azam au Yanga anaenda kulitoa hilo kombe. Kocha Julio wakati anahojiwa mara baada ya mchezo kule mkoani Kigoma dhidi ya Simba, alihojiwa na mwandishi kwamba wewe Julio ulizungumza kwamba mnakwenda kushinda dhidi ya Simba. Anasema unataka tuzungumzeje? Lazima tuseme tutaenda kushinda. Ndio ambacho tunakizungumza Kefa Chengula kwamba lazima mkashinda, lakini kwa namna ambavyo Simba iliyopo hivi sasa, Simba inaonekana kama moto sana kwa namna ambavyo inacheza. No doubt. Ukizungumza timu bora kwa sasa, ukizungumza timu ambazo zimeshajipata, huwezi kuiacha Simba. Simba ni moja kati ya klabu ambayo ina current performance nzuri sana kwa sasa. Na kama ukitaka kuikataa basi utaikataa tu mdomoni, lakini moyoni utaikubali, kwa sababu ukiangalia wachezaji wa Simba namna wanavyocheza, ile chemistry, kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo bado havijakamilika, lakini ukiona kabisa ni namna wanavyocheza inaonyesha kabisa ni timu ambayo imeshajipata, wako vizuri, wanacheza vizuri. Lakini ukiangalia wanapokutana na Azam inaonyesha kidogo bado kuna vimakosa yale makosa madogo ambayo ni ya kujirejea. Na ukiangalia jinsi ya Yanga alivyocheza na Yanga pale Mbweni, zile goli mbili alizozipata ilikuwa ni mtaji tosha, na ilikuwa ni kwamba wako mbele kwa goli mbili. Hiyo ilikuwa ni tafsiri ni kwamba tayari maana pale ni game over. Sasa nashindwa kuelewa, wakaja wakarudishwa zile goli mbili na chupu kutafuta la tatu. Kwa hiyo inaonyesha kabisa kama Simba wanakuja vizuri, lakini bado ile Simba ambayo tunasema kweli inaenda kudominate kitu fulani bado hatujapata. Hata wao wenyewe wanajua kabisa Simba wanacheza vizuri, lakini kuna baadhi ya vitu ukiangalia kwenye Simba unaona kabisa vidogo, lakini ni timu ambayo inakuja vizuri, wamejipata. Na mimi nataka kusema ni kwamba hata dirisha dogo au dirisha kubwa waongeze wachezaji wachache tu. Kwa mfano pale ni striker, wakiongeza na beki na goalkeeper, labda kidogo na kiungo pale, mimi nafikiri Simba itakuwa ni moja kati ya timu ambayo itakuwa ni tishio barani Afrika na Tanzania kwa ujumla, kwa sababu muendelezo wao kwa sasa unaridhisha. Unaitamani Simba ucheze nayo finali? No doubt. Kwa sababu sisi Simba, unajua saizi kuna jamaa mmoja hivi amenichekesha, amesema kale kaneno kama hii wetu saizi nyema mashabiki wa Yanga tunaona kama kamepungua, kamepotea. Kwa kweli nimejisikia unyonge sana, ni kweli kanaelekea kupotea potefu. Hata tukisema mai wetu ni ile mai wetu ni kama inaishia hapa, yani ile haiendi ya kiunyonge, lakini inatuumiza kwa sababu huyu mtu tulikuwa tunajiamini muda wote tunaweza tukakutana naye tukapata matokeo, muda wote tulikuwa tunajitapa, hata usiku wa manane tunaweza tukacheza naye tukapata matokeo. Lakini kwa sasa kiukweli hata kama ikitokea Simba na Yanga, sisi saizi mashabiki wa Yanga tunaenda ile, unaona kabisa yani kama kusuasua tofauti na mwanzo. Kiukweli viongozi wa klabu ya Simba wapongezwe, lakini ninachotaka kusema ni kwamba kuna baadhi, nafikiri viongozi baadhi wa Simba waungane, kwa sababu ninavyoona, nimeona kabisa kuna baadhi ya vitu vinaonekana bado haviko sawa sawa. Lakini kwa namna mashabiki wanavyoonyesha ile nini muunganiko wao, ni kama ni kweli wanashirikiana, wako kitu kimoja. Mimi naamini Simba kama wakishirikiana na viongozi wenzao waliokuwa wametoka madarakani, mimi naamini Simba itakuwa bonge la timu, kwa sababu ninavyoona ni kama kuna kamvutano kidogo uongozi wa sasa na uongozi uliopita. Na ndio maana kwa mara ya mwisho Magoli alisema kuna baadhi ya viongozi wa klabu yao ni kama wana matatizo ya afya ya akili. Kwa hiyo inaonekana kabisa kuna baadhi ya mambo hayako sawa sawa. Mimi naamini wakikaa wote wakaa kitu kimoja, mimi naamini sisi Yanga tutakuwa tumeshapata mshindani wa kweli. Na yani zile kelele za sisi mashabiki wa Yanga kuhitaji klabu ya Simba tucheze nayo anytime,
mimi nafikiri zinazidi kudidimia. Sasa hizi bwana Kefa Chengula, unaweza kujiamini kwamba mkacheze na Simba hata kesho? Zile kauli za kusema hata kesho tuingie kwanza tucheze. Ile hali ipo. Ile Simba jeupe. Ile confidence tunajua wanasema hata kama huna jidai unacho basi. Umeelewa Mnyasa? Hata kama huna jidai unacho. Unajua kwa sisi namna jinsi tulivyo sasa hivi, hata kama tunajua kabisa current performance yetu imeshuka, lakini lazima tutegemee tujitutumue, lakini moyo tunajua kabisa this guy kwa sasa ni another level. Na mimi nasema hivi, kwa sasa Simba kwa namna wanavyocheza, jinsi walivyocheza na TRA ya saizi inaonekana kidogo inaogopesha. Wamepata goli 4 si haba. Inaonyesha kama ni timu ambayo imejipata, na ukiangalia uwezo wa Chama, namna anavyocheza, Oura anavyocheza, mwalimu anavyocheza, wanaonyesha kabisa ni timu ambayo kidogo kuna baadhi ya vitu wamejipata. Ukizungumza na mashabiki wa Simba, wanatamani hata kesho mcheze nao. Yaani wenyewe wanatamani hata kesho wacheze na Yanga. Jambo ambalo msimu uliopita kidogo walikuwa wanafifia. Sasa hivi Simba anajiamini sana kucheza na nyinyi. Wanasema hata kesho tu kwamba kama dadi sawa, wako tayari kuingiza timu uwanjani. Hii kauli inazungumziaje? Ni kama yani hiyo ni kama imekuwa anti-clockwise, yani imekuwa kinyume chake. Na hii imepelekea yani, na hii tujilaumu sisi wenyewe kwa sababu tulikuwa tunaongoza kwa gap la point 5, sasa hizi nimebaki point 2. Kuongea kwa kujiamini kiasi hicho wana haki, lakini vile vile hata sisi wenyewe bwana Mnyasa tuzungumze kwa ukweli. Unajua mimi shida yangu huwa napenda kuzungumza ukweli. Unajua fact tabaki kwa fact, na fact bora huwa inapingwa na fact iliyo bora zaidi. Mimi huwa nazungumza ukweli kwamba klabu ya Yanga kwa namna jinsi tunavyocheza sasa hizi, hata kama tukishinda, lakini inaonyesha kabisa kwamba klabu yetu imeshuka kwenye performance. Namna tunavyoshinda tunashinda, lakini unaona kabisa mashabiki wa klabu ya Yanga hatuna yani haturidhiki, hatuna furaha na klabu yetu inavyocheza kwa sasa. Na ndio maana leo Mwamnyeto baada ya ile ups and down watu walienda kumwattack. Kwa sababu gani? Wanaona kabisa klabu yao haiwaridhishi, lakini kipindi kile ilikuwa hata mchezaji akicheza chini ya kiwango, lakini unaona kabisa mashabiki wa Yanga tulikuwa na amani. Lakini kwa leo amani imeshuka, na mimi ninachosema hata ubingwa tunaoenda nao tukifanya masiara, mimi nakwambia Simba nabeba. Tukifanya masiara kwa namna tunavyocheza, huu ubingwa Simba anaweza akachukua. Hata CRDB yenyewe tukifanya masuala Simba anaweza akachukua, kwa sababu hapo kwenye ubingwa Mo tajiri mwekezaji ndani ya klabu ya Simba inasemekana akaweka bilioni 1 mezani kwa ajili ya bonus kwa wachezaji endapo akichukua mataji. Vipi? Kwa nyinyi hamuoni kama mnaingia kwenye wakati mgumu? Manake pengine labda ninyi mnapiga hesabu baada mchezo mmoja au miwili Simba apoteza ama atoe sare, manake tayari kuna dau linawekwa, manake pengine wachezaji wanaweza kujichunga kwa nguvu zaidi. Mimi naamini katika philosophy moja inasema uwezo hauzidi kudra. Ni lazima uwe na uwezo ndio ufanye hivyo vitu. Hata kama ukiwekea bilioni 800, kwa mfano kama sisi dhidi ya Ahali tuliwekea dau nono sana. Tuliwekea bilioni 1 ili klabu yetu iweze kuingia quarter final. Lakini mwisho wa siku tulishindwa. Kwa hiyo ninachotaka kusema, kuweka hiyo dau nono ili klabu ya Simba iweze kufanya vizuri itategemeana na uwezo wa wachezaji. Lakini uwezo wa wachezaji vile vile nimekiri kwamba ni kweli wachezaji wa klabu ya Simba kwa sasa namna wanavyocheza wanacheza vizuri, wanajituma, wana ari na morali. Lakini ninachotaka kusema ni kwamba ni lazima na sisi Yanga tujipange vizuri. Viongozi wangu, shime chonde, nipo chini ya miguu yenu. Hawa watu kwa namna current performance yao wanavyocheza wanaonyesha kabisa ni klabu ambayo inahitaji kitu. Kwa hiyo sisi tukizubaa tukifanya mistake zisizokuwa na msingi wote kama tulizozifanya dhidi ya Dodoma Jiji, mimi niwahakikishie ubingwa alikikuta ndani ya bara utajikuta umeenda Simba pasipo kutarajia, kwa sababu ndio ni kweli tumeanza vizuri lakini tunaenda kumalizia vibaya. Walioanza vibaya wanaenda kumaliza vizuri. Na kama kweli wamepewa hiyo udongo nono kwa ajili ya kuwapa motivation ili kabla ya Simba iweze kuchukua ubingwa, watachukua ubingwa. Kwa sababu sisi tumezubaa. Kwa sasa sisi tunalumbana. Wenzetu wamekaa wapo kitu kimoja, wanaiombea klabu yao. Sisi tumekaa tunalumbana. Si muda wa kulumbana, ni muda wa kukaa vizuri, wa correct kwa pamoja ili tuweze kuchukua kombe. Lakini kwa mantiki hiyo, mimi nataka nikwambie kama tusivyojipanga, basi naona kombe linaenda klabu ya Simba.